kila alichokizungumza juzi Manara, nikaona pia na wewe ulitia comment yako. Inamaanisha nini hasa? Watu wamereact sana. Manara ni GOAT. Yes, Manara ni GOAT. Yaani mnyonge mnyongeni yake mpeni. Tuseme tutakachosema. Lakini katika usemaji wa football kwenye hii nchi, Manara ana heshima yake kubwa, ni legendary. Unajua inawezekana wanamjibu ni sawa, ni kuchangamsha, lakini hata wenyewe ambao wanataka kushindana na Manara wakikaa hivi majumbani mwao wakisema ukweli wao katika nafsi zao, heshima ni kubwa kwa Manara. Heshima ni kwa sababu kabla ya Manara wasemaji walikuwepo, tulikuwa tuna Kifaru, Tobias Kifaru, Ligalambwike, Masaubwire walikuwa wanasema, lakini kuna level usemaji ulikuwa hujafika kwenye brand. Baada ya kuja Manara umeona usemaji ukaanza kuinuka kwa kweli. Ukawa sasa ni brand kubwa kwamba mtu akiwa msemaji anapata deals za matangazo, anafanya hivi, jamii inamuona tena hivi. Alianzisha hiyo ni Manara. Kwa lazima mnyonge mnyongeni, haki yake fanye, haki yake mpeni. Na ndio umeona kaongea tu, hajaongea muda mrefu, kaongea tu juzi nchi nzima imefanyaje? Imelipo. Kwa hiyo kwa Manara nadhani kushindana ni sahihi kwa sababu ndo tunachangamsha mpira wetu. It is okay maneno. Lakini kusema kwamba kuna kumshinda Manara, hapana. Alikosea kuambia kwamba Yanga wamefeli kwenye kwani ukisema ukweli ni makosa? Amesema ukweli, ni kweli Yanga wamefeli. Yaani wewe miaka 4 umeingia robo finali ngapi? Ndio tunauze Yanga kwenye robo finali miaka hii 4 umeingia robo. Si moja. Si wameingia dhidi ya Mamelodi kwenye club bingwa. Sasa wewe umefaulu. Simba ile iliyokuwa ya moto iliingia na nili ngapi? Kwa mimi ninavyoona huko wanajua zaidi watu wa football. Maana mimi sio mchambuzi wa football, lakini kusema Yanga msimu hii imefaulu ndani kwa maana ya kwamba wameweza kuchukua vikombe vyote vya ndani, sijui Mapinduzi, Ligi Kuu, FA, lakini kwa nje nani ikiwa club bingwa ni sawa, walijitahidi kwenye robo finali. Lakini ambacho wamekikosea wao ama ambacho kiu ya mashabiki wengi bana, wewe bana, masuala ya mpira mimi nitaenda kutukana tu afu mwambie jamaa kwa mimi kwani Zungu na kumalizia. Kwani wale kauli ambazo wanatumia wasemaji wa Yanga dhidi ya Manara, Alikamwe na wenzako hawajamlenga Manara, lakini moja kwa moja wametumia fasihi, na fasihi inaruhusiwa. Wanachofanya ni kutumia fasihi vijana. Simulizi, fasihi, andishi. Wanatumia zote. Simulizi wakiwa wanaongea na wakiwa wanaandika kwenye majukwaa yao wanatumia fasihi, andishi, lakini yote kwa yote ni kumteka hadhira. Kwa hiyo si mbaya, lakini kwa Manara ni GOAT. Manara ni champion, anastahili heshima kubwa, ni mwamba. Your prediction, utabiri wako dabi ya kesho. Wewe bwana, tunawafunga wale. Simba hii akina Soa hii. Hii Simba ya Mangungu hii. Simba ya Mangungu ifunge Yanga wewe bwana, wewe vitu vingine. Kwa sababu hii Simba ya Mangungu haiwezi Yanga kiuchawi, kiserikali, kiconnection. Yani unajua ndio nipe mkono tushindane, uniwezi kiuchawi, uniwezi kiserikali, uniwezi kindo. Hii Simba ya Mangungu haiwezi Yanga kiuchawi, haiwezi Yanga kiconnection, haiwezi Yanga kiutumishi na la Mungu, haiwezi Yanga kwenye kufunga, yani haiwezi, yani sijui inaiweza Yanga kwenye hata huko ndo usiseme sasa. Huko ndo mbingu na ardhi. Kwa hiyo hii Simba ya Mangungu taendelea kuumia sana. Hamna tasare pa. Hamna. Na ndo mechi ambayo nadhani Okello anaenda kujitambulisha rasmi sasa. Ndo mechi ya Okello kwenda kujitambulisha rasmi kwa wanayanga. Naam. Zungu, bila shukrani sana wakati wako. Bana, tuko pamoja. Poa. Mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, niko hapa nazungumza na Zungu. Tumezungumza mambo mengi sana. Uzuri mimi na Zungu tukikutana stories zinakujaga automatic. Yaani zinakuwa zina flow zenyewe. Kwa hiyo bahati nzuri na yeye ametuzoea hivyo. Asante kwa wewe ambao umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nikutakia kila heri. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera kwa Polisi Kibwana. Asante.